Kuna aina kuu mbili za kifua kikuu, lakini kwa namna ya jinsi sehemu ambazo zinaweza zikapatikana wale wadudu. Aina ya kwanza tunasema ni kifua kikuu cha kwenye mapafu. Kifua kikuu cha kwenye mapafu ni kifua kikuu ambacho wadudu wanapatikana kwenye mapafu, ambao wakipimwa au kukiwa na vile sampuli zinazotoka kwenye mapafu, wale wadudu wanaonekana moja kwa moja kwenye kile kipimo. Lakini pia kuna kifua kikuu cha nje ya mapafu ambacho tunasema ni extrapulmonary tuberculosis. Hiki ambacho cha kwenye mapafu tunasema ni pulmonary tuberculosis, na kile kilichokuwa nje ya mapafu tunasema ni extrapulmonary tuberculosis. Na hiki kifua cha extrapulmonary tuberculosis ni kifua ambacho wadudu wanaweza kuwepo sehemu nyingine yoyote ile ya mwili wa binadamu, isipokuwa tu kwenye kucha na nywele tu basi. Lakini sehemu zingine zote, kwenye via vya uzazi, kwenye viungo vingine vyovyote vile, kwenye ubongo, kwenye ngozi, kwenye mifupa, kwenye tezi na sehemu mbalimbali za nje ya mapafu. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwenye dalili za kifua kikuu ambacho ni cha kwenye mapafu. Ni kwamba mtu anaweza kukohoa. Anaweza kukohoa kwa zaidi ya kuanzia wiki 2 na kuendelea. Lakini pia mtu pia anaweza akawa na dalili za homa za mara kwa mara, hasa zile za jioni. Unakuta anakuwa na homa mara kwa mara, hasa za jioni. Lakini pia dalili ya 3 ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mtu anaweza akawa anapungua uzito au kutoongezeka uzito. Dalili ya 4 ni pamoja na ile dalili ya kwamba mtu anaweza akakohoa, lakini makohozi yakawa na mchanganyiko na damu. Kwa hiyo kukohoa kwa zaidi ya wiki 2, kwa wiki 2 zaidi, homa za mara kwa mara hasa za jioni, kutokwa na jasho jingi hasa nyakati za usiku, jasho ambalo sio la kawaida. Hata kipindi cha baridi unakuta mtu anatokwa na jasho jingi kabisa. Hiyo ni dalili moja hapo. Pamoja na kama nilivyozungumza zile zingine ambazo nimezitaja. Ili kujikinga na ugonjwa huu wa kifua kikuu, kwanza kabisa tutambue kwamba tumesema kwamba unaambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo tukitoka hapo moja kwa moja, na maana kwamba kuna namna ambayo tunatakiwa tuwe na tunavuta hewa ambayo iliyokuwa safi na salama. Kwa maana kwamba kwa mfano kuepuka na misongamano ambayo sio ya lazima. La pili pia hata katika nyumba zetu tunatakiwa tufungue madirisha, na hata majumba ambayo tunayajenga yawe yenye kuweza kupitisha hewa ya kutosha, na madirisha tuwe tunayafungua, kwa sababu wale wadudu hawawezi kukaa au kusurvive kwa muda mrefu kwenye mwanga. Namna nyingine pia ni kwamba kwa yule ambaye ana tatizo hilo au anayekohoa au kupiga chafya, ni vizuri atumie kitambaa safi au tishu wakati anakohoa au anapiga chafya. Lakini pia tuwaelekeze, hata kama huna kitambaa safi au tishu au kitu kingine chochote kile, ni vizuri kutumia kiwiko chako wakati wa kupiga chafya au kukohoa. Itasaidia kuzuia wale wadudu wasisambae kwa watu wengine. Lakini pia kwa mtu ambaye anatema mate au anakohoa na kutoa kohozi, ni vizuri aweze kuweka utaratibu wa kufukia yale mate au makohozi, au aweke katika chombo kizuri, chombo ambacho labda pengine kama kwa mgonjwa anaweza katafuta kopo akawa anaweka mchanga mle na kuweza kutema anapokohoa, kutemea mle kwenye mchanga na kulihifadhi ile kopo vizuri, ili wale wadudu wasiweze kusambaa kwenye vumbi au sehemu zingine ambazo hazitakiwi. Makundi yaliokuwa kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya ya kifua kikuu, kwanza kabisa tunasema kwamba yale ni makundi ambayo yanaishi
au yako karibu na mgonjwa ambaye ana kifua kikuu, kwa maana ya kwamba uko karibu naye, yani mnaishi pamoja, kama ni mwanafamilia pale pale, unaona, ambao tunasema ni index contact, yani wale ambao wako karibu na yule mgonjwa. Na kundi lingine pia ni watoto wadogo, hasa wale ambao wako chini ya miaka 5, kwa sababu ya kinga zao ambazo hazina nini, hazijakomaa, yani immature immunity. Lakini kundi lingine pia ni watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, au wale ambao wana kinga zao dhaifu. Kwa mfano mbali na watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa mfano watu wenye kisukari, watu wenye kansa, watu kama hao, kwamba kwa sababu kinga zao ziko chini, kwa hiyo kuna uwezekano pia wa kuweza kupata kifua kikuu kwa urahisi zaidi. Lakini pia kuna makundi mengine, kwa mfano tunasema hao wajidunga, wanaotumia madawa ya kulevya, pia nao wanaweza wakawa katika athari ya kuweza kupata maambukizi ya kifua kikuu kwa urahisi zaidi. Wazee, kutokana na kinga zao pia kuwa dhaifu, pia nao wako katika hatari au wako katika riski ya kuweza kupata maambukizi ya kifua kikuu. Kwa ujumla, wale ambao wanakutana na ugonjwa au mgonjwa ambaye mtu ambaye tayari ameshaambukizwa na kuweza kuvuta hewa karibu yake na mambo kama hayo, na kama makundi hayo pia nimeyataja. Serikali kupitia na wadau mbalimbali ikiwemo Shirika la Afya Duniani imeweka juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba ugonjwa huu tunaweza kuudhibiti. Lakini mbinu ya kwanza ya kuweza kudhibiti ugonjwa kama zilivyokuwa zimeainishwa ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wana ugonjwa wanaweza kugundulika na kuanzishwa matibabu haraka. Kwa tafsiri hiyo, maana yake ule mnyororo wa maambukizi utakuwa umeishia hapo. Kwa hiyo hakuna wagonjwa wapya watakayozalishwa. Lakini kwa serikali tumegawa makundi matatu ya udhibiti wa ugonjwa. Kundi la kwanza tunatumia kundi la kutumia vituo vya afya. Kwenye vituo vya afya tumehakikisha kwamba vituo vyote viweze kutoa hii huduma, kwa maana ya vya serikali, vya kidini, vya private, lakini hata hizi kliniki tunazitaga polyclinic ziweze kutoa hii huduma. Na huduma hii inatolewa free, kwa maana ya uchunguzi wake, upimaji wake, lakini pia tukigundua tutakupa dawa kwa miezi yote 6 kwa kifua kikuu cha kawaida, au kwa miezi 9 au miaka 2 kwa kifua kikuu sugu, bila kugharimia gharama yoyote. Lakini serikali hiyo imejitahidi kuhakikisha kwamba kwenye huduma ya ugunduzi inatumia mashine za kisasa ambazo zinakubalika na kidunia, ambazo zinapima kwa kutumia vinasaba. Kwa hiyo hii imechagiza uwezo wa kuweza kuwaibua wagonjwa kwa haraka na kwa ufanisi, na ili tuweze kuanzisha tiba kwa wakati. Lakini tukirudi kwa upande wa jamii, pia tuna shughuli ambazo tunazifanya kuhakikisha kwamba wale ambao watu wapati kwenye vituo tunawapata. Tuna huduma wa afya ngazi ya jamii ambao wanafuatilia zile kaya ambao tuligundua zina wagonjwa, wanaenda kuzifanyia kuzipa elimu, kuzifanyia uchunguzi, na wale wenye dalili watahakikisha wanaisaidia ile familia, au wale wenye dalili wote wanachukuliwa vipimo kwa ajili ya udhibitisho na baadaye kuanzishwa matibabu. Lakini vivyo hivyo kuna makundi yale maalum ambayo yanapatikana kwenye jamii. Yale pia huwa tunayafuatilia kwa kutumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia tuna zile kliniki tembezi. Tunawafuata huko hata ikiwa ni mashambani kuhakikisha kwamba tunafanyia uchunguzi na wenye dalili za kifua kikuu, na tunachukua sampuli na baadaye waliodhibitika wote tunawaanzishia matibabu. Lakini tumeenda mbali zaidi. Tumegundua kwamba wataalamu peke yake wa afya hawezi kudhibiti kifua kikuu kama nilivyosema awali. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukafanya mbinu jumuishi, kwa maana hata zile taasisi ambazo sio za afya tunajaribu kuzihusisha ili kuweka udhibiti kwenye maeneo ambayo tunafanyia shughuli zetu, lakini tunajishughulisha na shughuli zetu za kila siku. Wanafahamu kifua kikuu na wanafanya udhibiti kwenye maeneo yao. Kadri siku zinavyokwenda uelewa umezidi kutanuka, na tunaona juhudi za udhibiti zinazidi kuongezeka. Na ndio maana kwa taarifa ya Shirika la Afya Duniani imeonekana ya mwaka 2024 imeonekana tumepunguza visa vipya. Tukilinganisha mwaka 2015 tulikuwa na visa 306 katika kila watu 100,000, lakini sasa hivi tuna visa 172 kwa kila watu 100,000. Kwa hiyo maana inatuashiria mbinu zetu zinafanya kazi. Lakini bado kuna sehemu kubwa ya jamii, hasa ile ambayo inaishi nje ya miji, bado ina ufahamu mdogo.
na ndio hiyo ndio nataka na yenyewe iweze kufahamu ili udhibiti wa ugonjwa huu uweze kwenda vizuri. Okay.